Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Babdeo Miladu TV. Leo nimekuja eneo ambapo linapikwa tukio kubwa ambalo linaenda kufanyika tarehe 20 ya mwezi huu wa 6 2026, na kwa undani zaidi kutaka kufahamu yote ni tukio gani, nipo na muhusika hapa. Nitampa nafasi ya yeye kujitambulisha. Kama ni mara ya kwanza unamuona, na imani pia utapata kumjua kwa undani zaidi huyu ni nani. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Alhamdulillah. Kwa yule ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, majina yako ni nani? Naitwa Luqman Atik Rashid. Ni nani kwenye hili jambo ambalo linaenda kufanyika tarehe 20? Ni muhusika, lakini japokuwa na wakuu wangu, lakini mimi ndo niko front. Tunaona ni mara ya pili unafanya sasa hivi, na tamani kufahamu mara ya kwanza wakati unaanza kufanya, mtazamo ulikuwaje na kile ambacho ulikiwasilisha kwa watu ndo kile ambacho ulikuwa unakitarajia? Naam, kile nilichokiwasilisha kwa watu ndo kile ambacho nilikuwa nakitarajia. Kwa sababu hamu yangu kubwa kuona matamasha haya ya kidini, hususan ya kaswaida yanakuwa ni hadhi. Siwe manake tulikuwa hatuna sehemu za kwenda, hususan siku za Eid, siku za sherehe za Kiislamu zetu. Jiulize unaenda wapi ambapo sehemu ambayo ni hadhi, ambapo utajifeel wewe umeenda katika kitu cha kidini ambacho unachokipenda. Kwa hiyo ilikuwa hamu yangu kuona matamasha haya yanafanyika kwa ubora wa hali ya juu. Na sasa tumefanya Zanzibar, ambapo tulifanya Golden Tulip Airport yani mwezi wa 8, lakini safari tutafanyia hapa Dar es Salaam Diamond Jubilee tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu. Wanasema mwanzo huwa ni mgumu. Ugumu ulikuwa wapi mara ya kwanza? Mwanzo ulikuwa mgumu kweli, kwa sababu mimi hamu yangu kuona matamasha haya yanakuwa na hadhi na yanakuwa yanafanyika kwa ubora. Ubora, nikimzungumzia ubora nazungumzia ubora mkubwa. Sasa nilikuwa nikienda kwa kutafuta wadhamini, kwanza ni ngumu kumuaminisha mtu kwamba nataka nifanye jambo fulani. Mtu anaona kasida, tulishazoea kuona video labda watu wanashuti barabarani wamevaa kanzu zao za kawaida, au matamasha yanafanyika labda uwanjani tu ambayo hana hadhi. Sasa kwamba mtu anafanya Golden Tulip yote, kwa nini unaona mahali mengine labda Maisara, sio mtu anaanza kutajia, yani anaanza kupa option, lakini mimi kwamba mimi nataka hapa. Kwa hiyo mwanzo ulikuwa ni mgumu kutafuta fund ya kuweza kufanya jambo hili, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu afanikisha kwa dua, na sasa hivi tunaendelea na lingine, na tumejenga uaminifu kwa kutokana na tamasha lililopita. Kwa hiyo safari kidogo haikuwa ngumu mno, kwa sababu tayari tunacho cha kukionyesha. Mwanzo ilikuwa ngumu kwa sababu nikiulizwa nataka kufanya nini, mimi mwenyewe sina. Lakini nakwambia mimi nataka nifanye jambo fulani. Kwa hiyo ilikuwa ngumu, sina cha kuonyesha kitu gani. Kwa nini mara ya kwanza ilikuwa Zanzibar na safari hii ni Dar es Salaam? Mara ya kwanza ilikuwa Zanzibar. Niliona kule ndo hasa yenye asili yao, kwa sababu zamani tukizungumza ilikuwa nimeona kule hasa ndo asili yao mambo haya. Kwa hiyo nilikuwa kwanza niwasilishe kule, na hususan kwa sababu ya pia ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, mimi ni mwanae wa kunilea. Kwa hiyo nimelelewa katika nyumba ile mzee Mwinyi, kwa hiyo nikaona pia ni fursa ya kufanya kule. Unatarajia nini kwa hapa Dar es Salaam ambapo umeleta event hii hapa, na naweza kusema ndo mara ya kwanza inakuja kufanyika hapa? Matarajio yako yako vipi na maandalizi pia? Matarajio yangu ni makubwa mno, kwa sababu huko sio nyumbani. Kwa matarajio yangu ni makubwa, na watu watalipokea ile jambo, kwa sababu kama nimeweza kufanya kule Zanzibar na watu wakaitikia alhamdulillah, basi huko ndo wapenzi wengi na wapenzi wa mtume wengi na watu wa kaswida wenzangu, wasanii wenzangu, alhamdulillah jambo huko litakuwa kubwa zaidi na litaendelea kuwa kubwa kila mwaka inshallah billahi karim. Maandalizi tumeona yameanza mapema sana. Mpaka sasa hivi ulipofika, tunaweza tukasema ni asilimia ngapi ya maandalizi tayari yameshakamilika? Alhamdulillah mpaka sasa hivi tuna asilimia kama 90 za maandalizi, au tuseme 98, kwenda hizo mbili ndio tunasubiria siku ya shughuli. Kuna upekee gani wa event ya kwanza na hii ambayo inaenda kufanyika tarehe 20? Hii upekee wake ni mkubwa, kwa sababu kwanza waimbaji wote walikopo na watakao shiriki, kwanza ni dina gala. Tambua kwamba tiketi yako utakaolipia wewe iwe ya shilingi 25,000, iwe 50,000 au iwe 100,000, tiketi yako ndo kila kitu kwako. Kwa hiyo kuna msosi. Msosi ndo kosaje? Tiketi yako, ukishachukua tiketi yako basi wewe usije hata na pesa, kwa sababu hautolipishwa jambo lolote mule ndani. Wewe utapata burudani, utapata chakula, ukitoka hapo wewe ndo kuruhusu na kalali tu. Sawa. Nataka uzungumzie, umesema kuwa kuna waimbaji ambao watakuwepo.
Umewatoa wapi waimbaji? Ni waimbaji wako ama waimbaji ambao wametoka kwenye vikundi mbalimbali vya kwenye tasnia yetu hii? Alhamdulillah, kwanza tumebarikiwa sisi hapa Tanzania na Dar es Salaam tuseme, tuna waimbaji wengi na haswa yani makamu yangu. Kwa hiyo kwanza kuna waimbaji mabingwa wengi. Sasa tumekusanya sisi kwanza usiku wa faraja au Shaitul Mubaraka itambua jambo moja. Sisi tuna accurate kwamba tunaangalia mashabiki zetu wanapenda kusikia nini kwa jinsi tulivyojiwekea. Kwa hiyo tutachukua waimbaji wale ambao nyie mnataka, wapenzi wa Shaitul Mubaraka mnataka muwasikie. Kwa hiyo tuna accurate, tunaangalia msanii gani sasa hivi ambaye yuko on peak, msanii gani ambaye atafaa, basi tunamleta pale. Na waimbaji wote nadhani umesikia hapa, wengine watasikia siku show. Kwa uchache, nani na nani ambaye atakuwepo kwa faida ya yule ambaye anatazama anatamani kuchukua ticket, lakini pengine maswali mengi sana anajiuliza kuhusiana na burudani ambayo inaenda kutokea pale, kutokana pia ni mara ya kwanza. Ni nani na nani ambaye atakuwepo? Kwanza namba moja tunaye Huraira, mambo mwenye bingwa. Nadhani ukizungumzia Huraira unamtambua na unajua habari zake bwana. Lakini vile vile tunao kwanza waimbaji wa zamani ambao maarufu. Tunaye Bakari Giriki, nadhani unamjua pia. Lakini pia tunaye Isa Abdallah, huyu maarufu, mtoto wa Sheikh pale Babu Salamu, nadhani hamna mtu asiyojua. Lakini kuna bingwa mmoja tu Kionzi, huyu pia nakutambulisha. Tunaye pia Hassan Uweso. Kwa hiyo mambo itakuwa ni makubwa mno, na hapo wengine sitaki kuwataja. Wengine ni surprise. Wengine ni surprise. Sasa wote nikutajia hapa. Sasa tutakuja kuangalia nini pale. Utaratibu kwa vipi kwa yule ambaye anataka kupata ticket? Utaratibu, ticket zinapatikana maeneo yafuatayo. Zinapatikana kwanza Kanzu Mall, Mwananyamala kwa Makoma pale, ambao siku hiyo watafanya kazi kubwa sana katika masuala ya waimbaji ambao watakuwa main kutuvalisha. Ukiona bado tunang'ara pale kanzu za Katari, basi ujue ni Kanzu Mall. Alafu pia kuna Nurakea ambao pharmacy kwa Mwananyamala pia. Lakini pia kuna Checkpoint. Ama uwasiliane nasi katika namba zetu za simu ama katika page zetu zote tumeweka namba. Kwa katika matangazo yetu na page zetu ukiingia pale utakuta namba za simu, utatupigia na tiketi yako tutakwambia ufuate wapi. Ni kiasi gani kuanzia? Ticket kuna VIP 25,000, kuna VVIP 50,000 na kuna Royal 100,000 na kuna meza ya watu 8. Sasa ambao wanataka pamoja, wanataka mbele Royal Table, hii meza ya kifalme. Na nikizungumza ya kifalme au yani wewe mwenyewe tu jaza klini mwako itakuwaje? Yani shilingi 1,000,000 na kuna watu 8. Nakupa nafasi ya kuzungumza na yule ambaye anakutazama, kumwambia neno la mwisho kabla ya kuelekea tarehe 20. Namwambia yule ambaye anatazama sasa hivi, akikosa tarehe 20 atakuwa amekosa jambo kubwa sana, na itabidi asubirie mwakani, kwa sababu sisi jambo letu tunafanya mara moja tu kwa mwaka. Basi shukrani sana. Asante sana. Na mimi nichukue nafasi hii kukwambia kuwa kwa yale ambayo nimeyaona hapa, ukikosa safari hii na hata mwakani, sidhani kama utakipata kile ambacho kinaenda kufanyika tarehe 20. Cha kufanya ni kuchukua tiketi yako mapema kwenye hivyo vituo ambavyo vimetajwa hapo, lakini pia usiache kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Mimi naitwa Farida Saif, mimi na wewe tutakutana tarehe 20 pale Diamond Jubilee. Babdeo Milado Online TV, pamoja nawe katika kheri.